Nitumie fursa hii kuipongeza ofisi ya kamishna wa elimu ambayo hapa inawakilishwa na mkurugenzi wetu wa elimu msingi Bwana Mauridi kupitia sehemu ya ualimu kwa kuandaa kikao kazi hiki ambacho binafsi ninakiri kwamba kimekuja kwa wakati kama alivyosema ndugu yangu ADTT Mr. Mvula kwa sababu mbalimbali kama alivyosema katika maelezo ya utangulizi, ni baada ya kuwa tumekamilisha mzunguko mmoja wa wahitimu wa mafunzo ya ualimu kwa mujibu wa mtaala ulioboreshwa wa mwaka 2023. Ni fursa muhimu kwetu sisi hapa wadau wa elimu ya walimu kutafakari kwa pamoja na namna tunavyotekeleza na mafanikio ya pamoja na changamoto ili kufanya kazi na kusonga mbele. Aidha, ninapongeza uamuzi wa kuwaweka pamoja wakuu wa vyuo vya ualimu vya serikali na vyuo visivyokuwa vya serikali kwa kuwa sote tunafanya kazi moja ya kuandaa walimu watakao kwenda kuwahudumia Watanzania wetu. Ninawapongeza pia waandaji wa kikao kazi hiki kwa kuwahusisha wawezeshaji kutoka taasisi ya TET pamoja na baraza la mitihani ambao kama mnavyofahamu ni muhimili mkubwa sana katika tunapojadili utekelezaji wa mitaala yetu hii ya elimu. Serikali inatambua dhamana kubwa mlionayo kama wakuu wa vyuo vya ualimu ya kusimamia utoaji wa maarifa, ujuzi na stadi mbalimbali kwa walimu tarajali na waliopo kazini kwa lengo la kuwa na walimu bora ambao wataamua hatima ya taifa letu na kwa siku zijazo. Ubora wa walimu tunaoandaa leo ndio utakaoamua ubora wa mfumo wa elimu ya Tanzania katika miaka ijayo. Ndugu zangu, niwaambie tu kwamba moja kati ya pillars kwenye dira ya maendeleo ya taifa letu ni ubora wa walimu. Teachers education. Ni ubora wa walimu. Na niwaombe sana mjitahidi sana kutafuta dira na kuisoma ipasavyo na muielewe. Tusipokuwa na walimu bora hatuwezi kuwa na taifa lililo bora. Kwa hiyo ubora wa Tanzania hapa unategemea sana ninyi ndugu zangu wakuu wa vyuo vya walimu. Utanisamehe kama utaona mazingira mengine nimezoea sana kukaa na wakuu wa shule, maafisa elimu, lakini leo niko na kundi ambalo kama nilivyowaambieni tutaenda pamoja tu. Lakini ndugu washiriki wa kikao hiki, nimetaarifiwa kwamba pamoja na mambo mengine kikao kazi hiki kimelenga kubadilishana uzoefu uliopatikana katika utekelezaji wa mtaala wa ualimu tangu tulipoanza mwaka 2023 kupitia taarifa ya ufuatiliaji ya udhibiti ubora wa shule ambao ndio jicho letu. Lakini pia mtajadili utekelezaji wa ualimu kwa vitendo shule jirani na masuala ya usuyo elimu ya walimu kwa njia ya masafa ikiwemo matumizi ya LMS, Learning Management System, na kwa uchache ya usuyo bodi ya kitaalamu ya walimu. Haya yote yatafanyika kwa siku ya kwanza kama alivyosema ADTT. Kwa hiyo leo mna siku ngumu na ndio maana mimi hotuba yangu naikimbiza kwa sababu amesema mpaka saa 1 leo. Kwa hiyo hiki ni kikao kazi kweli kweli. Leo sio siku ya kupiga bra bra. Ni kikao kazi, ni wasihi uwe na diary yako. Diary, sio notebook, diary. Na siku ya pili nimejulishwa kwamba wale wa vyuo vya serikali watapata fursa ya kupitishwa katika masuala ya muhimu yanayohusu usimamizi wa vyuo vya ualimu, ikiwemo utekelezaji wa bajeti kwa mwaka 2026 na 27, lakini manunuzi ya umma, usimamizi wa fedha za umma na namna bora ya kutumia fursa zilizopo kwenye vyuo vyetu. Hivyo na wasihi kila mmoja wenu atumie muda huu mfupi uliotengwa kushiriki kamilifu katika kwa manufaa ya elimu ya ualimu kwa taifa kwa ujumla. Napenda mfahamu kwamba kikao kazi hiki kinafanyika katika kipindi muhimu ambacho serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya usimamizi na uongozi mahiri wa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, inaendelea kutekeleza maboresho makubwa katika sekta ya elimu
pamoja na kutekeleza malengo mapana ya Dira ya Taifa ya Maendeleo ya 2050. Maono makuu ya Mheshimiwa Rais ni kuona ya kwamba kila Mtanzania anapata elimu iliyo bora, inayomjenga kuwa mzalendo wa taifa, elimu jumuishi yenye usawa na inayokidhi mahitaji ya maendeleo ya taifa pamoja na mabadiliko yanayoendana na wakati. Miongoni mwa hatua kubwa na muhimu zilizochukuliwa na serikali ili kukidhi maono hayo ni maboresho ya sera ya elimu na mafunzo ya mwaka 2014 toleo la 2023. Pamoja na mitaala katika ngazi zote za elimu ikiwemo elimu ya walimu. Maboresho haya ya mitaala ya elimu ya walimu kama mnavyofahamu yanalenga kuandaa walimu wenye umahiri wa kufundisha kwa kuzingatia stadi za karne ya 21 zenye matumizi ya teknolojia na ubunifu na wenye kuzingatia maadili ya taaluma ya ualimu. Kama nilivyosema, twende tuisome Dira ya 2050 inasemaje. Unajua pale kuna swala zima la matumizi ya teknolojia. Hebu tuzingatie basi yale mafunzo kwa wanafunzi kwa vitendo ndani ya chuo chenyewe kwanza, kuhakikisha kwamba wanafunzi wanachuo wetu wale wanakuwa mahiri kwenye teknolojia. Matumizi ya tehama ni moja kati ya vitu ambavyo vinazingatiwa sana. Kimboka, si pale unayo pale pale Songea mnayo Yes, naona uko na mtu wa Sumbawanga hapo. Bila shaka kwenye vyuo vyetu tutazingatia haya. Wanachuo wakitoka pale basi wawe na umahiri kwa kuzingatia Dira ya 2050. Tupo kwenye kipindi cha mabadiliko. Natamani wakuu wa vyuo hapa muwe chachu ya hayo mabadiliko sana. Yaani ukienda kama ule uongozi wa zamani tu kwamba mkuu wa chuo umepiga tai yako na koti, alafu kinachoendelea hauna mpango nacho. I say wewe utakuwa umetuangusha sana. Tunatamani wakitoka pale wanachuo watoke wako mahiri. Watatokaje? Ni wewe. Mimi huwa ndugu viongozi huwa nasema taasisi ni kiongozi. Yaani unavyokiona kile chuo chako kile ni wewe mkuu wa chuo ndio umekifanya kiwe vile. Huwa nawaambia maafisa elimu, halmashauri yako iko hivyo kwa sababu ya wewe ndio ulivyo. Mkoa wako uko vile kwa sababu wewe afisa elimu wa mkoa uko hivyo. Kwa hiyo chuo kiko hivyo kwa sababu yako. Kwa ni lazima wewe mwenyewe kwanza ukubali kwenda na mabadiliko. Na mabadiliko haya usisubiri mtu aje kukumbushe. Ujikumbushe wewe na upitie nyaraka na usome. Usikasimu. Tuna tabia kukasimu, kisha kuwa mkubwa kila kitu tunampatia msaidizi. Wewe mwenyewe umahiri unakuwa haupo. Ikisha kuwa hivyo hakuna kinachoendelea. Utatumia tu uzoefu wa fulani, uzoefu wa mkuu wako wa chuo kabla hajawa mkuu wa chuo. Mzee wa Patani, unaendeleaje bwana? Nakumbuka ulikuwa msaidizi wa ndugu yangu Mvula. Keti tu. Walinipa ushirikiano sana mimi nikiwa afisa elimu wa mkoa wa Ruvuma. Nilipofika pale Songea, basi bwana Mvula huyu ADTT wetu alinipa ushirikiano sana kama mkuu wa chuo sana. Na yule ndugu alikuwa msaidizi wake. Nilikuwa nikimkosa Mvula, nikimkuta yule bwana, yani kama vile Mvula yupo. Kabisa nawaambieni. Unknowing kwamba kuna siku nitafanya kazi na bwana Mvula ofisi moja. Mambo yakaenda, ghafla nikashangaa nimedondokea Wizara ya Elimu. Msaidizi wangu kwenye ualimu bwana Mvula. Nikasema, asante Yesu, nimepata msaidizi mzuri sana. Sasa picha ya Songea kwa ni picha ya Mvula. Kwa ninawapa challenge wakuu wa vyuo.
hakikisha chuo chako kinakwenda sawasawa na vision ya taifa na wewe. Serikali kwa kushirikiana na wadau imeendelea kuwekeza kwa kiwango kikubwa sana katika kuboresha mazingira ya kufundishia na kujifunzia katika vyuo vya ualimu. Uwekezaji huo umehusisha ujenzi na ukarabati wa miundombinu ya vyuo ikiwemo madarasa, mabweni, maabara, maktaba, ununuzi wa vifaa vya tehama pamoja na uboreshaji wa miundombinu mingine. Ni matarajio ya serikali kuwa uwekezaji huu utaendana na ongezeko la ubora wa mafunzo, usimamizi madhubuti wa vyuo, ongezeko la tija katika maandalizi ya walimu. Tumie fursa hii kuwashukuru wamiliki wa vyuo vya ualimu visivyo vya serikali ambao kwa kuwekeza kwa makusudi kabisa katika miundombinu ya elimu ya ualimu mmeendelea kuunga mkono jitihada za serikali za kuongeza fursa kwa Watanzania walio wengi kupata elimu ikiwamo elimu ya ualimu. Ndugu washiriki, mwaka wa masomo 2025 na 26 umeweka alama muhimu katika historia ya elimu ya ualimu nchini. Umekuwa mwaka wa kwanza kupata wahitimu waliopitia mitaala iliyoboreshwa ya elimu ya ualimu tangu kuanza kwa utekelezaji wake. Hatua hii inatupatia fursa muhimu ya kujitathmini kwa pamoja, tukijiuliza maswali kadhaa kwa uaminifu. Amesema hapa mkurugenzi Mauridi, lakini pia ndugu yangu Mvula, kwamba tumekutana hapa kujadiliana, kujitathmini. Na katika maisha ya kawaida, hata wewe binafsi ni lazima ukae ujitathmini mwenyewe. Hivi mimi kama mkuu wa chuo hiki cha Mandaka ninavyokwenda ndio inavyotakiwa? Hivi nikiangalia mwenzangu wa chuo cha ualimu Malangu na mimi Dakawa, Morogoro, tunaenda sawa? Au mimi nimebaki nyuma? Au mimi niko na spidi sana? Tunajitathmini. Na awali pale nimekuambia tunajitathmini pia kwa kuzingatia jicho letu, udhibiti ubora wa shule. Hili ndio dawati nalolisimamia. Wadhibiti ubora wanafika kwenye vyuo vyenu na wanatoa mapendekezo na ushauri kulingana na walichokiona kwenye chuo unachokisimamia wewe. Yaani wewe utajitathmini sawa, lakini lazima kutoka nje waje wakutathmini nini kinachoendelea hapa. Nikiwa mkurugenzi wa elimu TAMISEMI, sikuwahi kudhani nitakuja kuwa mdhibiti ubora wa shule. Leo ni mdhibiti ubora wa shule na vyuo. Sasa naangalia makosa. Nikiwa TAMISEMI nilikuwa naenda tu piga kazi, watoto wafaulu, kila mkoa niliwawekea malengo. Ukiwa chini ya asilimia hizi, wewe RIO sio rafiki yangu. Kwa tulikimbizana kweli kweli na madio, wakawa wanakimbia. Kitu ambacho najua katibu mtendaji wa baraza la mitihani na kiponda kwamba sasa kuna wakimbiza wafaulisha waende wapi. Sasa nilivyokuja huku ninaona kabisa badala ya kuangalia ufaulu tunaangalia mahiri, ujuzi, maarifa kwa wanafunzi. Sasa tupo hapa kujitathmini leo, wale wa serikali na vyuo visivyokuwa vya serikali. Tuna maswali 4 ya kujiuliza. 1. Je, malengo ya maboresho ya mitaala yameanza kuonekana katika utendaji wa vyuo vyetu? Jiulize hilo swali. Wewe mkuu wa chuo, malengo ya maboresho yameanza kuonekana ya mtaala au bado? Au na unashangaa kama wanavyoshangaa wengine kwamba hivi ndio nini hiki? Lakini wewe ndio mkuu wa chuo sasa. Yaani ukipita hivyo sasa mkuu wetu huyo anapita. Swali jingine la kujiuliza mkuu wa chuo, je, walimu tunaowaandaa wanaendana na matarajio ya taifa?
Taifa linatarajia nini? Soma dira. Kila mtu awe na uwezo wa kujiajiri mwenyewe. Walimu wawe na mahiri ya kuhakikisha kila Mtanzania anakuwa na ujuzi, maarifa unaoendana na karne ya 21. Je, unaowaandaa wanaendana na matarajio ya taifa letu? Hebu jiulize, mkuu wa chuo, je, utekelezaji wa mitaala unafanyika kwa viwango vinavyofanana katika vyuo vyote? Swali la 4 la kujiuliza, je, changamoto zinazojitokeza katika utekelezaji wa ngazi ya chuo zinapatiwa ufumbuzi unaostahili na kwa wakati kwenye utekelezaji wake? Sasa hizo changamoto zinapatiwa ufumbuzi kwa wakati, au umeamua kuvumiliana nazo tu kwamba basi bwana, wanajua tai wenyewe, ambao sijaona hii hawajaita syllabus fulani, wanajua wenyewe NECTA bwana, watakapotunga wenyewe. Umesema au umekaa kimya, alafu mwisho wa siku unaanza kulaumu, wametoa yani mtihani wenyewe umetungwa nje kabisa. Ulisema. Tunatekeleza mtaala ulioboreshwa, na wewe ndio mwenyewe ndio umekabidhiwa lile taasisi lako lile. Hapa mmepishana, kuna wengine na vyuo makubwa na miundombinu ya kutosha kabisa pale, wengine kidogo, wengine wanachuo 300, wengine wanachuo 50 hapa. Yaani kuna wengine wana udahili yes, wani wakufunzi wamezidi wanachuo, inakuwa shindani kweli kweli. Maswali haya ndugu zangu ndiyo ya msingi kujiuliza katika kazi chetu. Napenda kusisitiza kuwa tathmini tunayofanya hapa si ya kutafuta makosa ya mtu mmoja mmoja, hapana. Hatutafuti makosa ya mtu au taasisi yako, hapana, bali ni ya kujifunza kutokana na uzoefu wetu wa pamoja ili kuboresha utekelezaji wa mitaala katika miaka ijayo, tukianzia na mwaka huu wa masomo. Hapa tutafuti mbaya, hatafuti mwenye makosa, tunajitathmini. Kwa hiyo mkikaa hapa, usikae kimya siku ya kwanza, siku ya pili, unatoka hata mkono kunyosha lolote lile huna, unasema eti busara ni kukaa kimya. Ni kweli kukaa kimya ni busara, lakini ukipitiliza kukaa kimya ni changamoto nyingine tena. Tumeita kikao kazi kwa sababu tumekuja ili basi kazi tunayoifanya ya kuandaa walimu tuifanye katika namna ambavyo miongozo yetu inatutaka, lakini tuifanye katika hali ile ya usawa kwa pamoja. Ndio maana tumealika kama timu ya wale wale wadau wanaounga mkono serikali na sisi ambao ni wa upande wa serikali. Wote tunaandaa walimu ambao wanaenda kuhudumia Watanzania. Kwa hiyo tuliona tukae pamoja kama timu moja ili tuweze kubadilishana uzoefu. Kwa siku moja hii ya leo tuitumie kwa ajili ya kubadilishana uzoefu na walao kuona kama tunafanya hivi tunawezaje kufanya vizuri zaidi. Kama mmoja anafanya vizuri, basi mwingine naye apate nafasi ya kujifunza kwa mwingine. Lakini tumejikita sana katika kuona tathmini ya mwaka mmoja baada ya kuanza ule mtaala ulioboreshwa, maboresho yale ya sera ya 2014 toleo la 2023 na ule mtaala wa elimu ya ualimu wa 2023. Tulipoanza kuutekeleza, tukafikiri baada ya mwaka mmoja ni vizuri tuanze kujitazama. Tunavyokwenda ndivyo ilivyotakiwa kwenda au sivyo? Kwa hiyo utaona mada zetu zimejikita zaidi katika kutafakari hilo. Tutatafakari kupitia wenzetu wa TETE watatuongoza, lakini tulitamani sana kabla TETE hajaongea tuwasikie wakuu wa vyuo wenyewe. Tuliwaomba waandae wasilisho fupi la tathmini yao, wao wenyewe wanatuelezaje. Kwa hiyo nilitamani sana wa TETE, ingawa waliomba wafanye mapema zaidi, basi tuwasikilize wakuu wa vyuo, watakuwa na wasilisho kidogo. Baada ya hapo basi tutaendelea na mawasilisho yale mengine. Kwa hiyo sehemu kubwa
Mheshimiwa mgeni rasmi, lengo letu ni kukaa pamoja ili kufanya tathmini, ila kwa kesho tutakuwa na kikao tena na wakuu wa vyuo vya serikali peke yao, lakini hayo sasa yatakuwa ni mazungumzo ya ndani ambayo yatahusu masuala ya uendeshaji wa vyuo vyetu. Kwa hiyo tutumie nafasi hii ya leo kwa ajili ya kuona kwamba walau tunaitumia vizuri siku nzima ya leo, hata ikibidi kufika usiku. Kama nilivyosema mgeni rasmi, sisi ni timu moja na tunatamani twende hivyo hata katika kutekeleza mitaala yetu. Sasa tutaona katika mazungumzo hapa tunapishania wapi, kwa nini tusiende sambamba, tusiende pamoja. Labda kupitia mazungumzo tutajua shida iko wapi. Hivi ni viwanda vikubwa ambavyo vinazalisha mashine za kwenda kuendesha viwanda vidogo vidogo. Kwa hiyo tunawaheshimu sana. Na katika mabadiliko haya, Mheshimiwa mgeni rasmi, katika kipindi hichi mkurugenzi amesema hawa watakuwa na kitu wanataka kuwatuwasilishia hapa. Hicho kitu wanachowasilishia hawa ndio waliofanya tathmini kubwa katika uendeshaji, kwa sababu wana practice at the same time wanajifanya nini, wana assess uendeshaji wenyewe kwa ujumla wake. Kwa hiyo tunawathamini sana wakuu wa vyuo na tunawathamini sana watu wa taaluma mliopo humu ndani, na tunaona utendaji wenu pamoja na changamoto hizo zilizokwenda ndogo ndogo, lakini utendaji wenu tunauona na hongereni sana. Lakini tukushukuru sana mgeni rasmi kwa kuacha shughuli zako na kuja kushiriki nasi, lakini tukushukuru vile vile kukubali kwamba kikao hichi kifanyike wakati huu muhimu sana. Ungeamua kusema bado ama usingefanya, lakini kwa sababu hawa ni watumishi wako umekubali kikao hichi kifanyike ili tujitathmini na tuone mwelekeo mkubwa huko tuendako. Tumedhamiria tunaboresha elimu yetu.